tumshangilie Mungu wetu kwa mema anayotutendea kila siku. Utasikia neno la Mungu na shuhuda nyingi zinazotutia nguvu. Chagua Star TV, kituo kilicho bora. Star TV brightness your day. Naam, asante kwa kuendelea kubaki nami tena, mtazamaji wa kipindi cha Amka Tumsifu Mungu hapa Star TV. Nikukumbushe tu kwamba kipindi hiki unaweza ukakipata YouTube kwa kuandika Amka Tumsifu Mungu. Huko unaweza ukapata muendelezo wa vipindi vingi vinavyoendelea hapa studio, na unaweza ukapata pia vipindi hivi Instagram pamoja na TikTok kwa kuandika neno Tumsifu Mungu. Unapata moja kwa moja kabisa vipindi vinavyoendelea hapa studio. Niendelee kukaribisha tena, kama ndio kwanza unaungana nami, tuendelee zaidi na kupata mafundisho kama jinsi ilivyo shauku yetu kwamba kuendelea kujijenga katika neno la Mungu kupitia watumishi wa Mungu tunaokuwa nao katika kipindi hiki cha Amka Tumsifu Mungu. Na hapa unaweza ukatuma maoni yako ama unaweza ukatuma mchango wako kupitia namba ya simu 0655 77 07 96. Kama kuna chochote ambacho unatamani kueleweshwa ama unatamani kuuliza, kuchangia, unaweza ukatuma kwenye hii namba ambayo nimekutajia 0655 77 07 96. Nimkaribisha sasa mtumishi wa Mungu aweze kujitambulisha ni nani, kutoka wapi, na baada ya hapa tutaendelea na somo letu ambalo tulikuwa nalo jinsi ya kuomba, tukiwa na kipengele cha maombezi. Mtumishi wa Mungu hapa atatufundisha vizuri. Nafahamu kwa tuliokuwa wote wiki iliyopita tulijifunza, lakini hatukufika mwisho. Sasa kwa sababu mtumishi wa Mungu tuko naye hapa, ni vizuri sasa tukapata nafasi ya kumaliza hili somo hii kipengele cha maombezi, ili tuweze kuelewa zaidi namna ya maombezi yanavyofanyika. Nimkaribisha sasa mtumishi wa Mungu, lakini kabla sijamkaribisha, mimi naitwa Madoshi James. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Asante Madoshi. Karibu sana. Asante sana. Karibu sana, uweze kujitambulisha sasa ili mtazamaji aweze kukumbuka kwamba yupo na mchungaji nani, kutoka wapi. Kwa majina yangu ni Boniface Steveni. Ni mchungaji, natoka kanisa la EAGT, The Evangelist Assemblies of God. Niko pale Kisesa, mtaa wa Bujora, wilaya ya Magu, mkoa huu wetu kwa Mwanza. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya mafundisho haya ambayo tunaendelea nayo ya somo linalosema jinsi ya kuomba, na tangu tumelianza tumekuwa tukiendelea mpaka hapa tulipofika. Namshukuru Mungu sana kwa sababu ya matokeo ambayo linayatoa kwa watu. Na sasa tumefika kwenye kipengele cha maombezi ama kuombewa. Hicho ndicho tulichokuwa nacho Jumapili iliyopita, na pale tulipo, kama unakumbuka mtumishi wa Mungu, tulifanikiwa kuona nini maana ya maombezi. Lakini pia tukafanikiwa kuona kwa nini mtu afanyiwe maombezi. Tuliangalia mambo hayo makubwa mawili ambayo kimsingi ni ya muhimu sana katika kipengele cha jinsi ya kuomba. Maana mtu anapokuwa anaenda kufanyiwa maombezi, kama anajua nini maana ya maombezi na kwa nini aombewe, inamsaidia pakubwa sana kufanikiwa katika hilo. Pia anaendelea kumshukuru Mungu kwa sababu ya wale watumishi wa Mungu ambao wameendelea kunifuatilia, hasa katika grupu langu la mafundisho kwa njia ya WhatsApp. Kiukweli ninamuona Mungu akiwasaidia watu kupitia njia hiyo. Amen. Sawa. Na sasa unaweza ukatupa ukarejea kidogo nini maana ya maombezi kwa ufupi sana, alafu ukatupeleka sasa kwenye namna 3 za maombezi. Amen. Ni vizuri sasa tumshukuru Mungu alafu kisha tuendelee. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, Mwokozi wetu, Mfalme, Mungu wa uzima na amani, ni wakati wako tena wa kujifunza mbele zako. Naomba tuhudumie watoto wako katika Tanzania na nchi jirani. Baba, katika mtazamaji wetu anayetutazama, mpe neema ya kuelewa kila ambacho Mungu umekusudia siku ya leo. Yule shetani hana nafasi tena katika nyakati hizi, akanyamaze kimya. Utukufu na wewe, baraka zina sisi, kupitia jina la mwanao Yesu ninaomba na kuamini. Amen. Amen.
Kwa yule mtumishi wa Mungu anayetutazama kuanzia sasa, kwanza ni vizuri akaelewa kwamba ni vizuri kutaka kujua msingi wa somo hili tangu nimelianza kule nyuma, jinsi ya kuomba, maana tumeshapita kwenye vipengele vingi sasa kufika mahali hapa. Lakini kwa ujumla wake kipengele ambacho tupo cha maombezi, tulisema maombezi ni hali ama ni tendo la mtu mwingine kwenda mbele za Mungu kwa ajili ya mtu mwingine ama kwa niaba ya mtu mwingine. Hayo ndiyo maombezi, yani mtu anachukua mahitaji ya mtu mwingine anayapeleka mbele za Mungu, kuhitaji Mungu atende jambo kwa ajili ya mtu huyo. Hiyo ndiyo maana tu fupi ya maombezi, kwamba wewe unakuwa na jambo lako, lakini badala ya kulipeleka moja kwa moja wewe, anainuka mtu mwingine analiwasilisha lile jambo lako mbele za Mungu. Na kwa nini hivyo? Tuliona zile sababu, tukaishia kwenye sababu ya mwisho ambayo ilikuwa ni ukomavu wa kiroho, kwamba moja ya sababu inayosababisha lile hitaji libebwe na mtu mwingine kwenda mbele za Mungu ni ukomavu wa kiroho, kwamba kuna wakati mwingine unaweza kuwa unapitia vita ya kiroho ambayo kimsingi wewe hauna ukomavu. Maana yake tunaposema ukomavu, hauna uzoefu toshelevu wa kuweza kuikabili vita ile. Kwa kutokana na ule ukomavu ndani ya Kristo, yule mtu anakuwa anajua mbinu, kanuni na mitego mbalimbali ya namna ya kulifikisha lile jambo mbele za Mungu na liweze kupata majibu kwa urahisi kuliko mtu ambaye bado ni mchanga katika mambo ya kimungu. Kwenye haya mambo ya kimungu pia tunatofautiana kwenye habari ya uzoefu. Kuna mtu amekaa ndani ya utumishi muda mrefu, amepitia, yani kuna jambo wewe leo unalipitia, yeye alilipitia mwaka 1980 alilipitia hilo jambo, 2002 alilipitia hilo jambo na akapata uzoefu wa namna ya kutoka kwenye lile jambo. Wewe unakuja kulipitia leo. Kwa unapokutana naye inakuwa ni rahisi yeye kuweza kuliwasilisha mbele za Mungu na kuweza kupata majibu. Lakini leo tunapoendelea, na tamani tuzungumze kwenye maeneo mawili. Jambo la kwanza, nataka tutazame namna ya kuombewa ama namna ya kufanyiwa maombezi. Ziko namna tatu za kufanyiwa maombezi. Sawa. Ama namna tatu za kuwasilisha nini yale maombezi ama kuombewa. Namna ya kwanza ni mtu mwenyewe kumfata kiongozi wake wa kiroho ili amuombee. Mwenye uhitaji kumfata muombezi ili muombezi amuombee. Yani wewe unakuwa na hitaji lako, sasa unamfata mchungaji wako, unamweleza lile hitaji lako, alafu yule mchungaji wako anakuombea. Yani hapa ni mtu yeye mwenye hitaji, mwenye ile shida, mwenye ile changamoto, mwenye lile pito, yeye mwenyewe kwa hiari yake, kwa ridhaa yake anamfuata kiongozi wake wa kiroho ama huyo muombeaji, alafu muombeaji anamfanyia maombezi. Hiyo ni namna ya kwanza ambayo katika Biblia, maana hivi vitu tunavyovizungumza ni kanuni ama ni njia ambazo tuliziona hata Yesu akiwa anazitumia ndani ya maandiko matakatifu, zimetumika. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Marko ile sura ya 6 mstari wa 56, Biblia inasema hivi: na kila alikokwenda akiingia vijijini au mijini au mashambani, wakamwekea wagonjwa sokoni, wakamsihi awaguse ngaa pindo la vazi lake, nao wote waliomgusa walipona. Biblia inasema wakamsihi, maana yake wakamuomba, wakamhitaji Yesu ili watu waguse pindo la vazi lake, na walipogusa walipona. Maana yake Yesu aliwaruhusu baada ya kuwa wao wamemuomba. Lakini pia tunaona hata kipindi Yesu anaendelea kufanya huduma, kuna ushuhuda kwenye Biblia unasema kuna watu walibeba wagonjwa wakawapeleka mbele za nani? Wakampeleka mbele Yesu, wakamuomba Yesu awaombee. Kwa hiyo hapa ni pale ambapo mwenye uhitaji mwenyewe anabeba hitaji lake, analipeleka mbele ya mtu anayemwamini, na kisha yule mtu analipeleka mbele za nani? Mbele za Mungu. Katika kile kitabu cha, nimalizie hapa, kitabu cha Hesabu ile sura ya 21 mstari wa 7, Biblia inasema hivi: watu wakamwendea Musa. Watu wakamwendea nani? Musa. Wakasema, tumefanya dhambi kwa sababu tumemnung'unikia Mungu na wewe, utuombee kwa Bwana
atuondolee nyoka hawa. Basi Musa akawaombea watu hao. Watu wakamfuata Musa, wakamwambia Musa, tumefanya dhambi mbele za nani? Za Bwana, utuombee. Yani tunaona hapa kumbe kwenye kuombewa kuna mtu anakuja yeye kama yeye kuhitaji aombewe. Sawa mchungaji, umetueleza na umesema kwamba cha kwanza kabisa ni mtu mwenyewe kwa ridhaa yake anamfuata mtu ili amuombee. Ndio pointi ya kwanza. Ndio. Sasa umetupa mifano kwamba kuna baadhi Yesu alikuwa anaenda maeneo fulani wanaletewa wagonjwa na kumsihi aombee hao wagonjwa. Ndio. Kwa hiyo ridhaa inatakiwa itoke kwa nani? Kwa mgonjwa mwenyewe au mimi ambaye nina mahusiano na huyu mgonjwa nataka nimpeleke mgonjwa akapate maombi? Ridhaa itoke kwa nani sasa? Inaweza ikawa ridhaa kwa mgonjwa mwenyewe au kwa mhitaji. Tusiseme mgonjwa, tutumie neno mhitaji, kwa sababu kuombewa si mgonjwa tu anayeombewa. Kuombewa anaombewa mtu yeyote mwenye uhitaji fulani wa kuhitaji kupokea kitu fulani. Kwa tuseme ridhaa inaweza katoka kwa huyo mhitaji, ama ridhaa inaweza katoka kwa hao waliomzunguka huyo mhitaji. Wale waliozunguka yule mhitaji, inaweza ikawa mhitaji kipindi hicho hana uwezo, kwa sababu moja ya sababu kwa nini uombewe ni kwa sababu ya kupungukiwa nguvu. Yani inawezekana kipindi hicho kwenye jambo unalolipitia umefika hali ambayo hujiwezi, pengine huongei, hujitambui. Sasa kama uko katika hiyo hali, maana yake wale wanaokuzunguka ndio sasa wanawiwa, wanahiari kukuchukua, kukupeleka kwa ajili ya kuombewa, kumuita muombeaji aje kuombea. Kwa hiyo inaweza katoka kwa wewe mwenyewe, ama inaweza ikatoka kwa wale ambao wanakuzunguka. Vipi kama mimi nitakuwa siko na hali mbaya kama ya kushindwa kuongea, kushindwa kuzungumza, mpaka watu kufikia hatua ya watu wakaamua huyu tumchukue tumpeleke kwa mchungaji? Yani kwa mfano mimi niko vizuri kabisa, lakini changamoto yangu ni moja tu, hiyo ridhaa sina ya kutaka kwenda kuombewa, ila ndugu zangu wanataka hiyo ridhaa, wao wanayo, wanashauku kwamba nipeleke nikapate msaada wa maombezi. Ndio. Lakini mimi mwenyewe nikijiangalia naona kabisa siko tayari kwa sasa hivi. Kuna wao wakinichukua kwa lazima, kwa nguvu wakanipeleka, kuna nafasi kubwa sana mimi kupokea uponyaji, ama kuna kipi ambacho kitaendelea hapo? Inawezekana kupokea uponyaji kabisa, kwa sababu kinachoweza kukuzuia ili usiende kuombewa ziko sababu. Moja, inawezekana ni ufahamu kwamba wewe hapo ulipo bado hujafunguka ama hujafikia kiwango cha kujua nini kimekufanya unapita kwenye hiyo shida. Lakini katikati ya waliokuzunguka wamegundua kwamba shida hii sio ya ustalini, shida hii sio ya jambo la fulani, hii shida ili itoke hii inahitaji maombezi. Ndo kule tunarudi kwamba ukomavu wa kiroho, kwamba inawezekana katikati ya wale waliokuzunguka kuna mtu ana uzoefu na hiyo shida unayopitia. Inawezekana yeye kuna kipindi alishaipitia, alishai kuhangaika kwa njia hizo unazohangaika nazo leo na hakupata majibu. Na kwa kuwa hakupata majibu, anajua kwamba nilienda nikaombewa, nilipoenda kuombewa hii shida ilifanya nini? Iliondoka. Kwa hiyo anapojaribu kukuletea ule ushuhuda, bado wewe wakati mwingine huelewi kwa sababu ya mambo ya ufahamu wa nini? Wa kiroho. Sasa kwa kuwa huelewi, sasa inalazimu wakati mwingine, kama ana mamlaka juu yako ya kifamilia, inaweza kuwa ni mzazi wako, inaweza kuwa ni mmeo, mkeo. Sasa kama anaweza kupata ile nafasi, anaamua sasa yeye achukue hatua ya kimaamuzi kukupeleka. Lakini pia inawezekana kinachokufanya ukatae kwenda kuombewa ni nguvu za giza zimekufunga, kwamba na zenyewe zinajua kwamba zikikuruhusu moyo wako kutokuwa mgumu ukaenda kuombewa utapona. Sasa wale wanaokuzunguka wakati mwingine pengine wao ile nguvu iliyokufunga wewe haijawafunga pamoja nao. Kwa hiyo wanaitumia ile nafasi kukueleza. Ni vizuri wakakueleza, wakakuelewesha, wakakwambia ukweli, wakakupa ushuhuda ya namna kwamba hiki kitu kikiombewa utafanya nini? Utafunguliwa. Kwamba ukiombewa hiki kitu kinaweza kufanya nini? Na hili si tu kwa yule anayetaka kuombewa. Kuna wakati mwingine anayetaka kuombewa anahitaji kuombewa, wanaomzunguka wanazuia kuombewa. Mara nyingi hizi unakuta ni tekniki na mbinu za adui shetani,
Maana shetani anaelewa kwamba, shetani anajua kabisa kwamba hili jambo huyu mtu akikanyaga kwa mchungaji Boniface akamwombea, hii shida imetoka, huu maskini umetoka, huu ugonjwa umetoka, hiki kifungo kimetoka, kukataliwa kumetoka. Sasa anachokifanya nini? Anakuzuilia, anaufanya moyo wako kuwa mzito usiende. Sawa. Sasa tuendelee na point ulikokuwa unaelekea. Amen. Na hii tulikuwa tunazungumzia namna ya kwanza ya kufanyiwa nini? Maombezi. Mtu mwenyewe anamfuata mtumishi wa Mungu, mchungaji wake ama kiongozi wake wa kiroho ama mtumishi yoyote mwingine anayemwamini, na yule mtumishi anamfanyia nini? Maombi. Lakini njia ya pili, njia ya pili ya namna ya kuombewa, njia ya pili ni Mungu kumwinulia mtu. Yaani Mungu anamwinulia mtu wa kumwombea. Mungu kumwinulia mtu wa kumwombea. Maana wewe hapo hahusiki, yani. Wewe hapo hahusiki kabisa. Haihitaji ridhaa yako. Wala haihitaji ridhaa yako. Inategemeana tu sasa na mahusiano yako wewe na Mungu. Inategemeana neema ulionayo mbele za Mungu. Inategemeana jukumu ambalo Mungu amekupa katika kuitenda kazi yake. Yaani zile bidii na ule mzigo ulioubeba ndani yako kwa ajili ya Mungu. Mungu mwenyewe anainua mtu kukuombea. Na inawezekana huyu mtu ukawa unafahamu ama ufahamu. Anaweza akawa huyu mtu anayeinuliwa kukuombea hakujui kabisa. Ila Mungu, yaani kwa mfano mimi hapa leo naweza nikawa niko Mwanza, nafanya huduma Mwanza, Mungu akainua mtu Mbeya. Tangu amezaliwa mtu yule hatujai kuonana. Wala ila Mungu anamuinua kwamba nataka umuombee mtumishi wangu yuko Mwanza. Wakati mwingine Mungu anaweza kumfunulia mpaka na huduma aliyonayo. Lakini anamuinua kule. Na wakati mwingine kipindi yule mtu ameinuliwa kule Mbeya, mimi sijui. Kuna mambo mengine leo wewe umefanikiwa, si kwa sababu ya kuomba kwako, si kwa sababu ya kuombewa, si kwa sababu ya kufuata mchungaji, si kwa sababu ya kufuata mtumishi wa Mungu, ni kwa sababu Mungu aliinua mtu kukuombea. Sawa. Kuna mambo mengine leo mimi mchungaji Boni naweza kuwa naweka mikono juu ya watu wanapona. Naweza kuonekana na nguvu ya Mungu, upako wa Kristo unakaa juu yangu. Pengine nikahisi kwamba ni kwa sababu ya mimi mahusiano yangu na Mungu. Kumbe ni kwa sababu nyuma yangu kuna watu wameinuliwa na Mungu. Wameinuliwa na Mungu bila mimi kuwaomba, bila mimi kuambia nina uhitaji wa kuombewa. Mungu anainua watu wa kukuombea. Hapo ndipo maana unasikia Biblia inasema kwamba Yesu ni mwombezi wetu. Roho Mtakatifu ni mwombezi wetu. Ukweli ni kwamba Roho Mtakatifu hajai kufunga kwa ajili yako. Wala Yesu hata kae kufunga kule mbinguni kwa ajili yako. Unaposikia Biblia inasema kwamba Yesu ni mwombezi, Roho Mtakatifu ni mwombezi, maana yake ni nini? Anayo mamlaka, anainua mtu hapa duniani. Yule mtu anasimama kukutegemeza kwenye maombi. Anasimama. Yaani unaweza mtu, yaani si kwa ratiba zake. Yaani wewe unaweza kusurutishwa na Mungu kuniombea mimi. Si kwamba umependa wewe, ila Mungu anaweka mzigo ndani yako kuniombea. Na ikawa ratiba yangu. Tena wakati mwingine unaweza kuwa unaomba, wakikuuliza unaniambia nasikia mzigo kumwombea mtumishi wa Mungu mahali fulani. Lakini mtumishi wa Mungu sijai kumuona huyu. Mtumishi wa Mungu, lakini Mungu unasikia mzigo ndani. Kuna wakati mwingine mtu anaweza kutembea katika miaka 5, miaka 10 akiwa kwenye hali hiyo ya kumwombea mtu. Alafu siku ndo anakutanishwa na yule mtu. Ndo anakumbuka, mtumishi wa Mungu, nimepewa shughuli ya kukuombea muda mrefu sana. Nimekuwa nikikuombea muda mrefu sana. Kumbe ni wewe. Nilipokuona ile picha imekuja. Nilipokuona ndio ile kile nilichokuwa nafunuliwa mbele za Mungu kimekuja. Kumbe ni wewe. Mungu aliinua kwa ajili ya kufanya nini? Kukuombea. Kwa hiyo hapa ni Mungu mwenyewe anainua mtu kwa ajili ya kufanya nini? Kukuombea. Na hii ni namna ya pili sasa. Hii ni namna ya pili. Sawa. Ndio. Kwenye kile kitabu cha Ayubu, ile sura ya 42 mstari wa 8. Biblia inasema hivi, na mtumishi wangu Ayubu atawaombea ninyi, maana yeye nitamkuridhia. Hapa ni kipindi ukisoma hivi hii sura vizuri, wana wa Israeli walikuwa wanamuomba Mungu jambo fulani. Lile jambo walilokuwa wanamuomba Mungu hakuwajibu. Alafu sio waliomuomba. Pale tumeona wamemuomba, walimfuata nani? Musa kumuomba. Lakini hapa
Mungu mwenyewe ndiye aliyewaelekeza waende kwa Ayubu. Ayubu akiwaombea, akaleta mahitaji yao mbele za nani? Za Mungu. Mungu atamsikia, atamridhia. Hapa Mungu anamuinua Ayubu ili Ayubu awaombee nini? Awaombee wao mbele za Mungu. Kwa kuna wakati mwingine Mungu huinua watu kwa ajili yetu. Na nataka nikwambie mtumishi wa Mungu, miongoni mwa jambo ambalo linatenda kazi kubwa katika ulimwengu wa roho ni hili. Kuna watu wengine tunavuka vitu, huwa tunahisi labda ni kwa sababu ya utakatifu wetu. Tunafikiri kwa sababu ni kwa sababu ya nguvu zetu. Tunahisi kwanza ni kwa sababu ya kumtumikia Mungu kwetu. Nataka nikwambie hivi, kuna vitu vingine ama kuna hatua nyingine, kuna kupanda kwingine, kuna viwango vingine tunafika ni kwa sababu Mungu ameinua watu kutuombea. Kama mtazamaji alikuwa alielewi hili, ni vizuri akafahamu kwamba kuna nyakati Mungu huinua watu kukuombea. Unaweza ukaona leo taifa linaenda vizuri, linatembea, kuna amani, kuna nini, lakini kumbe nyuma yake kuna watu wanafunga, kuna watu Mungu ameweka usurutisho ndani, ameweka mzigo, hata wakijaribu kunyamaza hawawezi. Ile nguvu Mungu aliyoweka ndani yao inafanya nini? Inakulazimisha. Yaani inawezekana wewe unipendi kabisa, lakini Mungu anakulazimisha uniombee. Sasa hebu twende kwenye namna ya tatu sasa. Namna ya tatu ni kiongozi wako wa kiroho kukuombea. Yaani hii ni automatic. Moja ya wajibu ambayo tunayo kama wachungaji ni kuombea kondoo ambao Mungu ametukabidhi. Yaani moja ya kazi, ukiachana na kwamba kusimama nikahubiri, nikafundisha neno la Mungu. Ukiachana na kwamba nikakuonya, nikakukanya na kuongoza shughuli za kanisa na kusimamia. Moja ya wajibu ambao mchungaji, kiongozi wa kiroho yeyote yule amepewa na amepaswa kuifanya. Hii si kwa sababu wewe umekuja kuniomba. Yaani inawezekana hujaje kuniomba, na najua kama kuna watu Mungu amekuinulia, lakini bado kama mchungaji ninao wajibu wa kufunga na kuomba kwa ajili ya kondoo ambao Mungu amenipa. Ninao wajibu wa kufunga na kuomba kwa ajili ya taifa. Ninao wajibu mimi, yaani hapo kabla sijaletewa nini? Mahitaji. Mimi kama mimi ninao wajibu wa kuombea watu ambao Mungu amenipa ni watangulie. Ni wajibu wa mchungaji. Ni wajibu wa mchungaji. Na vipi kama mchungaji hafanyi hivyo kuniombea mimi? Kama hafanyi hivyo sasa, inaweza ikawa na sababu kadha wa kadha. Moja, pengine hajui wajibu wake. Unajua inawezekana yeye alipofika unajua tunapita kwenye michakato tofauti ya kufika kwenye hivi viwango vya kumtumikia Mungu. Kuna mtu mwingine amefika kwenye kiwango cha kuwa mchungaji, lakini uhalisia ni kwamba hajapita kwenye michakato sahihi. Kwa hiyo amefika pale na majukumu yake hayajui. Unanielewa? Kwa usahihi. Kwa kuna mwingine yeye ameenda akiwa anajua kwamba kazi yangu ni kuhubiri tu. Kwa hiyo bila kukwepesha macho kwamba huyo mchungaji majukumu yake hayajui. Kuna anaweza kawa hayajui majukumu yake. Kama ni mchungaji na hajui kwamba ana wajibu wa kuombea watu, hata kama bado hawajamfuata kumweleza mahitaji yoyote, hajui wajibu wake. Lakini mchungaji kama mchungaji, baba wa kiroho wa mahali hapo, amepaswa kuwa na kanuni na muda tena wa kutosha kuomba kwa ajili ya watoto wake, kuomba kwa ajili ya hao kondoo, kuomba kwa ajili ya watu wa Mungu, kuwaombea, kuomba kwa ajili ya hao watu. Hapo yani ndio sasa pale katika kuomba ndio Mungu anaweza kumfunulia. Yani unashangaa mimi nakuita, naanza kukueleza pito nalo lipitia kabla wewe hujafanya nini? Hujanijia, hujanieleza. Naanza kukwambia naona hiki, naanza kukwambia naona anguko lako la kiroho, naanza kukwambia naona kuna jambo baya linakuja mbele yako. Nini kinanifanya niweze kuyapata hayo? Ni pale ambapo nakuwa nachukua muda wa kukuombea. Ninapochukua muda wa kukuombea, ndo sasa Mungu anaanza kuniletea vile ambavyo vinakuhusu wewe. Ninapochukua muda wa kukuombea, ndipo na kutengenezea njia. Kuna mambo mengine hata wewe pengine uelewa wako wa kwenye uokovu bado ni mdogo, hujui kwamba jambo hili natakiwa nilipeleke kwa nani? Kwa mchungaji. Yaani huwezi kutofautia kwamba hili natakiwa kuombea mimi mwenyewe, hili natakiwa kumpelekea mchungaji, hili natakiwa kulifanya hivi. Kwa sababu sasa mchungaji anapokuwepo kwenye nafasi hiyo ya kufanya nini? Ya kukuombea, ndo sasa anakutengeneza mbele za nani? Za Mungu. Sasa mchungaji, nitajuaje kwamba na nitawezaje kutofautisha kwamba hili jambo natakiwa kuliombea mimi mwenyewe
ili natakiwa nilipeleke kwa mchungaji akaniombee? Yaani nitawezaje kutofautisha? Namna ya kutofautisha tulizungumza ile Jumapili. Moja tulisema hivi, jambo la kwanza unalotakiwa uelewe, hata kabla hujajua kwamba jambo hili linakupeleka kwa mchungaji, ili sio kupeleka kwa mchungaji. Jambo la muhimu unalotakiwa ulielewe ni kwamba katika maisha, katika safari yako ya maisha, kuna mambo kwenye maisha yako hayawezi kutendeka ni mpaka uombewe. Sasa ndio swali langu liliko. Hiyo ni jambo la kwanza. Nitajuaje kwamba hili swala aliwezi kufanikiwa mpaka niende kwa mchungaji? Ili swala aliwezi kufanikiwa, labda ninatakiwa niombe mimi, kwa sababu ni maombi ninafanya kwa lengo la mambo yafanikiwe, sio? Sawa. Sasa nitajuaje sasa kwamba natakiwa ili swala niliombe mwenyewe ili nilipeleke? Ndio nakujibu hapo kwamba utajuaje. Namna ya jambo la kwanza la kujua ili ujue. Jambo la kwanza la kujua ili ujue. Ujue kwamba kuna mambo mengine kwenye maisha yako hayawezi kutendeka ni mpaka uombewe. Hiyo tayari umeshajua. Ila jambo la pili sasa, dalili zile kwamba jambo hili ni lipi nilipeleke mbele za nani? Za Mungu. Dalili za kwanza, inawezekana umeliombea muda mrefu hauoni kujibiwa. Umenielewa? Jambo la pili, inawezekana kile ulichokifanya unachokihitaji, kwa mfano umetenda dhambi, unaweza kujitubisha mwenyewe. Lakini wewe ndio tuambie. Ndio nakuuliza sasa swali, kwamba umetenda dhambi, kwamba umefanya kosa, si ndio? Au ukaanza kwenda mbele za Mungu kwamba sasa anakuja kwamba sasa anajisalisha sala ya toba. Kimaandiko hairuhusiwi ama inaruhusiwa? Yani kuomba rehema ni tofauti na kusala ya toba. Kuna vitu utofautisha hapo. Kuomba rehema, mimi mwenyewe naweza kwenda mbele za Mungu kuomba nini? Rehema. Unanielewa? Lakini kutubishwa, unanielewa, lazima utubishwe na mtu aliyoko na mafuta juu yako. Sasa kwa mfano wewe umetenda nini? Dhambi. Tunasema ukishatenda dhambi, ili urejee mbele za Mungu, umehitaji kuungama. Sasa kuungama, hatuungami chumbani. Tunaungama madhabahuni pa nani? Pa Mungu. Tukishazungumza madhabahuni pa Mungu, Mungu ameweka mtu wa kuisimamia hiyo madhabahu. Maana yake tunaposema unaenda mbele za Mungu, unaenda mbele za huyo Mungu aliyemweka mahali hapo. Sasa huyo ndiye anafanya nini? Ndiye anakutubisha. Sasa mchungaji, bila kupepesa macho, nataka kujua sasa. Naweza nikatubu mwenyewe ama siwezi kutubu mwenyewe? Naweza nikaomba rehema mwenyewe bila kumshirikisha mtu ama siwezi kuomba rehema mwenyewe? Yaani nataka kujua hapo. Unaweza kuomba rehema mwenyewe, na kiusingi toba inaanzia ndani ya mtu. Kwa hiyo naweza nikatubu mwenyewe bila kuhitaji kumpelekea mtu, ama lazima niende kwa mtu? Ndio nazungumzia hapo. Toba huanza ndani ya nani? Ya mtu. Sasa katika toba hiyo tunayozungumzia kutubu na nini, kuna hatua zake pia. Kuna ukamilifu wake. Sasa inategemeana sasa hiyo toba unayoitubu, unanielewa? Hatua inayotakiwa kufuata ni ipi? Sasa wakati mwingine utajua kwamba hili namalizana na mimi na Mungu mwenyewe. Hili natakiwa nipeleke kwa mchungaji kutokana na hatua zako za ukomavu kwenye wokovu. Ni sawa, kwamba kwa kuwa umeshajua sasa mambo ya wokovu vizuri, unakupa kujua kwamba hili kwa mfano tumejibizana na wewe, imetokea tumejibizana wewe, tumepishana kauli, tumerumbana, nimegadhabika. Unanielewa vizuri? Sawa. Nimegadhabika. Hilo ni jambo ambalo ni la kawaida katika maisha ya nani? Ya mtu. Hilo naweza kwenda magotini pa Bwana akamwambia Mungu, kutokana na jambo tulilojibizana na mtumishi wa Mungu, nimejikuta nimegadhabika moyoni. Naomba hasira hii Mungu isiwe hatia juu yangu. Unisamehe. Kama kuna maneno mabaya nilizungumza kwake, unisamehe. Hiyo unatubu, inafanya nini? Lakini wewe huyo umetenda dhambi, pengine umeua. Unanielewa? Umeiba kitu cha mtu. Ndani unasikia nini? Hatia. Sasa unaposikia hatia, unaliangalia lile jambo ulilolitenda kwamba je, nikisema ni mimi mwenyewe, kwa sababu kuna mambo mengine ni lazima uwafate kwa mafuta wa Bwana waliowekwa hapo, uwaeleze. Wao ndo watamke neno la kimamlaka lenye kukuondolea ile hatia. Sawa. Labda kwa sababu ya muda wetu sasa italazimika tupunguze maswali. Sasa unaweza kututajia kwa moja hivi hizi namna tatu? Ya kwanza ulisema ni ridhaa. Ridhaa ya mtu mwenyewe, anamfuata muombaji. Ya pili tukasema Mungu anamuinulia mtu Mungu anamuinulia mtu wa kumwombea ama watu wa kumwombea. Na ya tatu tukasema ni wajibu wa mchungaji, wajibu wa kiongozi wako wa kiroho kukuombea.
Sasa kwa dakika chache unaweza kuzungumzia hii dhana potofu ya maombezi, ama itakuwa na nini somo? Na lenyewe ni somo pana, Sasa tuna dakika kama 3 ama 4. Kwa dakika 3 hatuwezi. Mimi wanapenda mtazamaji wetu tusimkimbize. Tumpe kitu cha kushiba. Sawa, niruhusu nisome baadhi ya ni vizuri watazamaji sasa. Lakini pia kwenye hicho kipengele cha mtumishi wa Mungu kuinuliwa, kukuombea wewe ni wajibu wake, ni katika kitabu kile cha Ibrania sura ya 13 mstari wa 10 na 17, ambacho kinasema ambaye anasema kwa maana wao hukesha kwa ajili ya roho zenu. Yaani hao viongozi Mungu alioweka wa kiroho hukesha kwa ajili ya roho zenu. Sawa, huyu anasema lakini hiyo ni agano la kale. Agano jipya pazia la hekalu lilipasuka, kwa maana kila mtu anaweza kumfikia Mungu mwenyewe. Muhimu ni utakatifu. Kila mtu anaweza kumfikia Mungu mwenyewe. Mwenyewe. Muhimu ni utakatifu. Unasemaje hapo mchungaji? Labda kama yeye hajasoma agano jipya vizuri. Yesu ni tunapoongelea agano jipya tunamwongelea Yesu Kristo. Hapa tulipoanza nimeanza kuzungumza Yesu akiwa anaombea watu. Mitume waliwaombea watu. Mitume waliwaombea watu. Mitume wote waliwaombea watu. Sasa sijajua mtumishi wa Mungu yeye amezungumzia agano jipya lipi au agano la kale lipi. Alafu pia kuna anazungumzia kwenye issue ya pazia la hekalu kupasuka. Kuna swala la pazia la hekalu kupasuka, hali kumaanisha kwamba kanuni na mambo yalikuwa yanatendeka kwenye agano jipya yote yalifutika. Ndio maana Yesu anasema sijaja kuitangua Torati bali kuikamilisha. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo kwenye utaratibu wa kubadilika ibada, kwa sababu tunapozungumza habari ya agano la pazia kupasuka ni vizuri akaelewa kwamba pale panapotengenezeka agano jipya ni mambo gani muhimu natakiwa yabadilike kwenye agano jipya. Tunapozungumzia habari ya agano jipya, moja, utaratibu wa ibada unabadilika. Yaani linapotengenezwa agano jingine lolote, jambo la kwanza linalobadilika ni utaratibu wa wa ibada. Ndio sasa utaratibu wa ibada unabadilika, kwamba kipindi kile ilikuwa ni lazima kuhani mkuu atangulie aiandae ibada, ndio watu wengine wafanya kuna mahali patakatifu ambapo watu wengine hawakutakiwa kufanya kupafika. Sasa ile hekalu linafanya linapasuka. Sasa ndio maana sasa kwenye zile njia 4 za kuwasilisha maombi, njia 4 za kuwasilisha, nimesema kwamba kuna njia 4 za kuwasilisha maombi, tukaianzie hii. Na ndio maana nikasema kwamba kuna mambo mengine kwenye maisha yako hayawezi kutendeka ni mpaka utumie zile njia ambazo hatujazifundisha ngapi? 3. Lakini kuna mengine ni mpaka utumie. Kwa kama alinifuatilia nilisema kwamba hizi njia zinategemeana. Yesu anamwambia Petro hivi, shetani amewataka awapepete kama vile apepetavyo ngano. Mimi ninakuombea wewe Petro, ukiokoka uwaombee na ndugu zako. Hili ni agano la kale. Sawa mchungaji. Huyu anasema kwamba toba na kutubu ni vitu tofauti. By mama Wili kutoka Ilemela Mwanza. Hebu mjibu sasa huyu mama Wili kwa kifupi sana. Toba na kutubu ni dhana moja yenye maana moja ambayo inaweza kutendeka katika mazingira tofauti. Toba na kutubu ni neno moja ambalo linaweza kutendeka katika mazingira tofauti. Sasa yale mazingira ndio yanaifanya iwe toba ama iwe iwe kutubu. Sawa mchungaji, na muda wetu nakimbia sana. Sasa kuombe labda twende kwenye ujumbe wa mwisho kwa somo hili ambalo umetufundisha. Una ujumbe wa mwisho upi kwa mtazamaji anayekufuatilia sasa kwenye hili somo? Ujumbe wangu wa mwisho kwa mtazamaji anayenifuatilia ni kwamba somo la jinsi ya kuomba ni somo pana sana. Ni somo ambalo moja, linahitaji umakini. 2, linahitaji utulivu. Alafu 3, linahitaji kukubali kuelewa. Kwamba ufundishike kuelewa. Sasa kwa hapa tunapokuwekwa hapa siku zote nimekuwa nikisema tunakimbizana kwanza na muda. Kwa kuna vitu tunavizungumza kama pointi tu. Unaona tunagusa kidogo kidogo. Ujumbe wangu wa mwisho kwa mtumishi wa Mungu anahitaji kujua kuomba ipasavyo, kujua kuomba vizuri. Mimi nimwalike karibu kwenye darasa la mafundisho ya neno la Mungu ambalo ninaliendesha kwa njia ya WhatsApp. Hapo
utauliza swali kipengele kwa kipengele, nitakujibu. Lakini uwe na kusudi la kutaka kuelewa. Maana kuna watu wengine yeye kila alichokishika hataki kubadilika, hata kama kiko kwenye makosa. Hata kama bado ni jambo ambalo haliwezi kumsaidia kutoka mahali kwenda mahali pengine. Umenielewa vizuri? Ndio maana unaona kwa mfano mtumishi wa Mungu ameuliza vizuri kwamba ilikuwa agano la nini. Kwa mfano miongoni mwa kitu kinapoteza watu ni kuchanika kwa nini? Pazia la hekalu. Watu wanafikiri kwamba basi kwa sababu lilipasuka yeye hataki kuombewa. Kwa sababu lakini aendelee kunifuatilia. Tutakapofika kufundishana na zile njia ngapi? Zingine 3 za jinsi ya kuwasilisha maombi mbele za nani? Tulisema kuna njia 4 za kuwasilisha maombi mbele za Mungu. Aendelee kunifuatilia. Tukijifunza hizo ataelewa kitu. Sasa changamoto inayokuwepo pia katikati ya watumishi wa Mungu wanaojifunza ni unapomwambia kwamba kuna njia 4 alafu ukaifundisha moja, sasa akataka tena kutoa vile vitu vya kwenye njia zile zingine alazimishe vije huku. Malaki anadandia gari. Sasa kuna vitu unapoeleza, msikilize mtu anapojenga hoja. Anapojenga hoja. Kwa mfano hapo ni rahisi kuuliza kwa sababu haja pengine akufuatilia kipindi. Nilisema kuna njia ngapi? 4 za kuwasilisha maombi ya mtu mbele za Mungu. Na nikasema tukaangalie njia moja ya maombezi. Na nikasema hivi kuna mambo mengine hayawezi kutendeka ni mpaka njia hizi ngapi? Lakini pia kuna mengine hayawezi kutendeka ni mpaka umefanya nini? Umeombewa. Kwa mfano anaposema kwamba kuombewa ilikuwa ni kaza na kale, si ndio? Na sasa mtu anaenda mbele za Mungu. Je, kwenye hiki kipengele kwamba Mungu humuinulia mtu watu wa kumuombea kikoje? Mungu humuinulia mtu watu kufanya nini? Yesu mwenyewe alihitaji kuombewa. Sasa mchungaji, naona mafundisho yako ni mazuri na kimsingi tunapaswa kuwa na muda zaidi wa kujifunza. Kabisa. Ikitokea sasa mtazamaji anasema kwa haya mafundisho nataka ni yafahamu zaidi nje ya kipindi hapa, anafanya nini ili aweze kupata ama kufahamu mafundisho zaidi? Ziko njia 3 za kuweza kunipata kupata mafundisho. Njia ya kwanza ni kufika mahali ninapopachunga, kanisani pale Kisesa, Bujora. Kwa mtu ambaye anaweza kufika na mualika. Ibada zetu katikati ya wiki ni Alhamisi na Jumapili tunaanza saa 2:30 mpaka saa 7. Tangu saa 2:30 mpaka saa 7 hata hivi nilipo hapa ibada kule watumishi wa Mungu wanaendelea. Ukifika Kisesa stendi ya Magu, ukitoka pale Kisesa stendi ya Magu kama ni pikipiki ni shilingi 1000, waambie nipeleke kanisa la EAGT lililoko Bujora, mtaa wa Bujora au jirani na shule ya msingi Chifu Hangaya. Hiyo ni namna moja ya kuweza kupata mafundisho yangu kwa zaidi. Ila namna ya pili ni kwa njia ya magrupu ambalo naendelea kulifundisha kwa njia ya WhatsApp. Hapo utachukua namba yangu ya simu hii, alafu utanitafuta, nitakuunganisha kwenye grupu, tutaendelea kufundishana siku kwa siku na utaendelea kuelewa vizuri. Na namna ya tatu ni kwa njia ya Facebook na TikTok. Kwenye njia ya Facebook na TikTok kwa mafundisho ya neno la Mungu, kwa Facebook utanipata kwenye page inayoitwa Renovation Gospel TV. Renovation Gospel TV. Lakini kwa mafundisho ya mambo ya ndoa, pia ninafundisha mambo ya ndoa. Kwenye mafundisho ya mambo ya ndoa utanipata kwenye page inayoitwa Jukwaa la Ndoa ya Mungu. Jukwaa la Ndoa ya Mungu. Nitaje mawasiliano yangu kwa wale ambao wanahitaji kwa njia ya WhatsApp. Nambari yangu ya simu ni 0744805053. 0744805053. Sawa mchungaji, nikushukuru sana kwa kuwepo kwenye kipindi na kumfundisha mtazamaji wangu, kutufundisha katika somo hili ambalo tumekuwa tukiendelea nalo. Amen. Sawa mtazamaji, nikushukuru sana kwa kuendelea kuwa nami kuanzia mwanzo saa 12:30 mpaka sasa tunapofikia tamati katika kipindi hiki cha Amka Tumsifu Mungu. Lakini nikukumbushe tu kwamba ukihitaji kufuatilia zaidi katika kipindi hiki unaweza ukapata vipindi hivi YouTube katika channel ya Amka Tumsifu Mungu. Unaweza ukaandika tu kule YouTube Amka Tumsifu Mungu na ukaendelea kupata mwendelezo wa mafundisho haya. Lakini pia TikTok, Instagram, kwenye social media kwa ufupi ni kwamba andika tu neno Amka Tumsifu Mungu, utatupata moja kwa moja kule. Lakini kwa siku ya leo nilikuwa na mchungaji Boniface kutoka Bujora na ametufundisha, ametuelekeza hapa
na mimi sina budi kufika tamati kwa sababu muda wetu umetutupa mkono. Kwa hiyo nikuombe sana, Jumapili ijayo kipindi hiki kinaendelea. Ikifikapo saa 12:30 Jumapili ijayo, amka mapema kwa ajili ya kuweza kujifunza zaidi mpaka saa 3 kamili tutakuwa tukihitimisha. Mimi naitwa Madoshi James na anayefanya kuonekana hapa ni Venita pamoja na Elisha Ndaro, lakini msimamizi wa kipindi hiki ni Emmanuel Makuliga. Nikutakie Jumapili njema, uwe na wakati mwema. Tukutane Jumapili ijayo. Usikose kutazama kila siku ya Jumapili asubuhi. Njoo pamoja tumshangilie Mungu wetu kwa mema anayotutendea kila siku. Utasikia neno la Mungu na shuhuda nyingi zinazotutia nguvu. Chagua Star TV.